Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika kipindi chetu maalumu cha Ramadhani hapa Istiqama Swahili TV. Leo tutazungumzia mada yenye thamani kubwa na mada yenye mwongozo katika maisha ikiwa utazingatia na kuifanyia kazi. Mada yenyewe ni Bi Khadija radhiyallahu anha, ni mfano wa mwanamke wa Kiislamu. Watu wengi tunatambua katika jamii kuwa Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile alikuwa ni mjasiriamali mkubwa katika Makka. Lakini kabla sijaichambua mada yangu kiundani zaidi, ningependa kuwakaribisha wageni wetu ili kwa ajili ya utambulisho. Karibuni sana. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Sofia binti Hamad bin Uthman. Nitakuwa na nyie leo katika mada ya Khadija radhiyallahu anha ni mfano wa mwanamke wa Kiislamu. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Moza bin Suleiman bin Ali al-Harasiya. Inshallah leo tutakuwa na nyinyi pamoja katika kipindi chetu Istiqama Swahili TV, mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Asanteni sana na karibuni sana. Ningependa kuanza kwako Ukti Sofia. Je, unaweza ukatufafanulia Bi Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni nani na alikuwa na nafasi gani hasa katika Uislamu? Asante sana Ukhti Khadija kwa kuweza kunipa nafasi hii ya kuweza kuelezea historia ya Khadija radhiyallahu anha na alikuwa na nafasi gani katika Uislamu. Kwanza tujue kwamba Khadija radhiyallahu anha ni mmoja wa wanawake mashuhuri wa Kikuraish. Na alizaliwa katika familia yenye heshima katika mji wa Maka. Na alijulikana kwa tabia zake njema, uaminifu, na vile vile alikuwa ana uwezo mkubwa wa ujasiriamali. Na kabla ya ndoa yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana ambaye anawakilisha wanawake wengine katika sekta ya biashara, jambo ambalo lilikuwa ni adimu sana katika jamii ya Kiarabu wakati huo. Lakini baada ya kuonana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliona tabia zake njema, uadilifu na uaminifu wake, akafunga ndoa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya ndoa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija radhiyallahu anha alikuwa anamsaidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfariji, hasa wakati wa mwanzo wa kupokea ujumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujumbe wa Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hofu kubwa sana wakati wa kwanza wa kupokea wahi. Na Khadija radhiyallahu anha alisimama katika kumfariji kwa maneno mashuhuri sana. Afwan Ukti Sofia, je, unaweza ukatufafanulia ni maneno gani hayo Bi Khadija radhiyallahu anha ilikuwa akiyatumia ili kumshusha hofu Mtume? Naam. Khadija radhiyallahu anha alikuwa akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi la yuhzika Allahu abadan, innaka la tasilu rahima wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dhayfa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Khadija radhiyallahu anha anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Mwenyezi Mungu hatakudhalilisha, kwani wewe ni mtu ambaye unaunga udugu na unasaidia wanyonge na unawapa masikini haki zao na unawakaribisha wageni na unasaidia watu katika haki. Mashallah. Haya maneno ya Khadija aliyokuwa akimwambia Mtume, ndani yake tunaona kuna hikma na imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa mume wake. Na kwa kumalizia tujue kwamba Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni mwanamke wa kwanza kupokea ujumbe wa kuamini na kupokea ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa na alitumia mali zake kwa ajili ya kutoa kwa Uislamu. Huyu ndo Khadija radhiyallahu anha na historia yake kwa ufupi. Asante sana Ukti Sofia kwa kutupatia khulasa ya maisha ya Khadija radhiyallahu anha. Ndugu mtazamaji, tumemwelewa Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni nani na alikuwa na nafasi gani. Tumejua kama huyu mwanamke alikuwa ni mjasiriamali, pia vile vile tumeona kama alikuwa ni mcha Mungu sana na alikuwa anapenda maendeleo katika dini ya Kiislamu. Ndugu mtazamaji, ikiwa ndo kwanza umefungua TV yako, mada tuliweka hewani leo ni Bi Khadija radhiyallahu anha ni mfano wa mwanamke wa Kiislamu. Tunaendelea kwa kuja kwako Kutimoza. Je, unaweza ukatufafanulia ni masomo gani au ni mafunzo gani tunapata katika maisha ya Khadija radhiyallahu anha hasa kwa wanawake wa leo?
Asante sana Ukhti Khadija kwa kunipatia fursa hii. Ndiyo. Kwa kweli tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwa Bi Khadija radhiallahu anha. Naam. Lakini tutachukua baadhi yale muhimu. Ndiyo. Kwanza tukiangalia tunamuona Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke mwenye imani na subra. Naam. Kama tunavyojua kama mwanzo ulivyokuja Uislamu sio tu kama watu waliingia moja kwa moja katika Uislamu. Ndiyo. Kuna watu maalumu ambao waliingia katika Uislamu. Katika wale watu kulikuwa kuna mwanamke mmoja ndio wa kwanza kuingia katika Uislamu na yule mwanamke ni Bi Khadija radhiallahu anha. Mashaallah. Hebu Ukhti Khadija angalia ni imani kiasi gani aliyokuwa nayo Bi Khadija radhiallahu anha mpaka akawa yeye ndio mwanamke wa kwanza kuingia katika Uislamu. Naam. Hii ni dalili tosha kutuonyesha kwamba Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa na imani kubwa sana mpaka katokea kwa yeye ndio mwanamke wa kwanza kuingia katika Uislamu. Pia kwa kuendelea tunaona kwamba Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke aliyeshikamana na uchumi na ujasiriamali. Ndiyo. Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke mshajihishaji wa Maka. Kama tunavyojua enzi za Makuraish mwanamke kuwa na mali au kuendelea kiuchumi ni kitu adimu sana kwa enzi za zamani. Naam. Lakini tunamuona kama Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke aliyekuwa juu kiuchumi na alikuwa ni mjasiriamali. Ndiyo. Na istoshe kwa kwake na mali zake hakukaa akazitumia vibaya bali alizitoa mali zake na kuzitumia katika kuwasaidia Waislamu na wanaohitaji. Mashaallah. Kama tunavyojua kwamba Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa akitoa pesa zake, mali zake na kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuzitoa zaka. Ndiyo. Hakukaa akatumia mali zake zile katika mambo yaliokuwa hana maana. Lakini Ukhti Sofia tukiangalia katika jamii yetu sisi sasa hivi tunaona kwamba mtu anakuwa nacho kipato lakini anatumia pesa zake katika mambo ambayo hana maana. Utakuta mtu anatoa pesa kwa ajili ya kwenda saluni. Subhanallah. Utakuta mtu anatoa pesa kwa ajili ya mambo ya mipira. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu tujitahidini sana tutumieni pesa zetu na mali zetu katika mambo yenye kheri na kama tunavyojua huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani tujitahidini sana. Kuna wengine wanakaa wao unajiona unakula chakula kinabakia chingine unamwaga lakini kuna mwezio anahitaji leo unachokimwaga yeye anatamani apate kama kile. Ndiyo, ni kwa hiyo tujitahidini sana ndugu zangu wa Kiislamu. Pia kwa kuendelea tunamwona kwamba Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke mwenye mapenzi na mshikamano baina yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa na msaada mkubwa sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia alikuwa ni mwanamke mvumilivu na mwenye utulivu. Naam. Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa akimkadimishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msaada kiasi ambacho alimfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asioe mwanamke mwingine pindi alipokuwa na Bi Khadija radhiallahu anha mpaka pale kufa kwa Bi Khadija ndio akatafuta mke mwingine. Lakini alivyokuwa na Bi Khadija hakuthubutu kufanya kitu hicho. Naam. Na pia tunaona kwamba Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa yupo juu kiuchumi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini na kwa kwake juu kiuchumi hakukaa kamdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimwachia nafasi yake kama mwanamume akamwacha kwa juu kama yani amefuata kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Hakujiona kwa yeye ni tajiri akaanza kumdharau Mtume, hapana. Lakini tukiangalia katika zama zetu sisi sasa hivi utamkuta mwanamke ana uwezo kidogo tu anakaa anaanza kumdharau mumewe. Ndiyo. Anamdharau mumewe, anamuona mumewe si chochote si lolote. Kama tunavyojua mbele kuna Eid, tuseme mama ametoa pesa amewanunulia watoto nguo, amewatafutia kitu kizuri, basi yule mama ataanza kumdharau baba. Watoto wakikaa kimuuliza tuseme mama baba yuko wapi? Mama ataanza kusema mama baba yenu yeye hana chochote, hana lolote wakazi gani. Na hii pia inapelekea kuondosha yale mapenzi katika familia. Kwa sababu baba anakuwa hathaminiki katika ile familia. Kutokana na huyu mama anajiona yeye ana kipato na anamdharau huyu mume wake. Kutokana kwa kuwa yeye yupo chini na watoto anamuiga mama. Na inaondosha mapenzi na uadilifu katika familia. Naam. Ni kweli kabisa tujitahidi sana ndugu zangu wa Kiislamu katika jambo hili hasa mshikamano na mapenzi kwani mshikamano na mapenzi ndio kila kitu katika maisha yetu hasa katika zama zetu sisi sasa hivi. Bila mapenzi na mshikamano hakuna kinachoendelea. Lakini kwa kumalizia tunamuona kwamba Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke mwenye mchango mkubwa sana katika Uislamu. Kama tunavyojua Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke wa kwanza kuingia katika Uislamu. Lakini na kuingia kwake katika Uislamu hakukaa kitako akasema kwamba mimi nimeshaslim, hapana. Alikaa na akaanza kumsaidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa tukiangalia huyu Bi Khadija radhiallahu anha ni mwanamke lakini hakukaa na akatulia. Hakukaa akachukulia kwamba mimi ni mwanamke basi mimi ni dhaifu, hapana. Lakini tuchukulie kuna kisa kimoja, kulikuwa kuna mtoto mmoja, huyu mtoto wa kike alikuwa anaishi katika kijiji chake. Hicho kijiji ilikuwa Uislamu haukufika lakini huyo mtoto alikuwa anasifika na tabia moja. Alikuwa anapenda sana kusoma huyo mtoto. Na katika kusoma kuna siku akaja kukutana na kitabu kinaongelea dondoo za Uislamu. Yule mtoto akakaa akisoma kile kitabu na akakielewa. Akatoka na kwenda kwa mzee wake kumueleza. Akamwambia baba, nimekuta kitabu kinaongelea Uislamu. Baba yake akakaa akamsikiliza, akamwambia usijali mwanangu nitakusaidia. Baba mtu akatoka na kuanza kueneza katika kile kijiji chao pale
watu mwanzo walikataa lakini mwisho wakakubali. Kutokana na jambo hilo wakaona ni bora watoe pesa kumchangia yule mtoto ili aende kwenda kusoma zaidi Uislamu na kujua zaidi. Yule mtoto akachangiwa pesa na akaondoka na akaenda kusoma mambo ya Uislamu na akajua alhamdulillah. Mashaallah. Akarudi katika kile kijiji na akaueneza. Baada ya kueneza ule Uislamu watu wakaujua vizuri, wakaslimu wote na wakawa alhamdulillah. Lakini mwanamke huyu tukimwangalia huyu mtoto kama angetaka kuiharibu jamii yake, ni kweli ukhtiari asingeweza kuiharibu? Angeweza. Lakini alisimama na kuisaidia jamii yake. Na ukitizama katika jamii yetu ya sasa hivi, katika familia mfano, tunajua kwamba katika familia wazazi wawili, mmoja anakuwa mara nyingi tunamwangalia baba anakuwa hayupo katika nyumba. Mama ndo anasimama katika kuwalea watoto. Kwa hiyo huyu mama tunajua kwamba watoto wetu mara nyingi wanakuwa hawaogopi hawa wazazi wa kike. Kwa hiyo mama anasimama katika kumfichia mwanawe pindi anaporudi baba yake. Mathalan baba yake amerudi, akimuuliza kwamba mwanangu kaswali kaenda chuoni, anamwambia kafanya, kwa sababu anaogopa kwamba baba yake akijua atamwadhibu. Anaona kama anampenda lakini kumbe anamharibu. Na huyu mwanamke huyu akisimama katika kumtetea, kusema kwamba huyu mwanao leo hajaenda chuoni au hajaswali, yule baba anaposimama katika kumwadhibu mwanawe na anakuwa ni msikivu yule mtoto, tunaona kwamba hapa huyu mwanamke anaweza kuiharibu familia yake na anaweza kuitengeneza kupitia watoto wetu na kwa sababu sisi ni mama wa kuwalea watoto wetu. Tunawalea watoto wetu. Sasa katika kuwalea watoto wetu tukiwapenda, tutafute sehemu gani tuwapende hawa watoto. Sio katika kila sehemu tunawapenda, kwa sababu watakuja kuharibika tukiwapenda sana na tukiwafichia katika maasi wanaoyafanya au katika makosa wanaoyafanya tukiwafichia, watakuja kuharibika. Lakini tukiwaelimisha watakuwa ni watoto wazuri na wenye uadilifu mzuri. Ni kweli kabisa Ukhti Safia, ni kweli tunajua tunawapenda sana watoto wetu. Lakini haya mapenzi nayo tuyaangalie. Kama huo mfano uliotoa Ukhti Safia ya kusema kwamba mama anamfichia mtoto makosa yake, huko si kumpenda, huko ni kumharibu mtoto. Lakini pale anapokuwa anamwambia babake kama mwanao leo amefanya hichi, au mtoto kafikia umri wa kuswali hajaswali, akija baba anamueleza, hayo ndio mapenzi ya kweli. Ndugu wapenzi watazamaji, na haya ndio masomo ambayo tunapata kutoka kwa Bi Khadija radhiallahu anha. Naombeni tushikamane nayo sana, hasa subra, imani, mshikamano. Na mwanamke usikae ukajiachia kwamba ukajua kwamba wewe ni mwanamke ukakaa ukajikuta ni dhaifu. Hapana. Amini ya kwamba unaweza kuatilia nia jambo kulifanya na ukalifanya. Ndio. Asante sana Ukhti Moza kwa kutupatia mafunzo au masomo ambayo tumeyapata katika maisha ya Khadija radhiallahu anha. Ndugu mtazamaji, nadhani umefaidika mengi katika masomo ya Khadija radhiallahu anha. Tumeona kuwa yeye ni mwanamke, lakini alikuwa ni mwanamke aliyebeba subira na imani katika kifua chake. Pia vile vile tumeona Bi Khadija radhiallahu anha kama alikuwa ni mjasiriamali, na ile mali yake ambayo anopata hakukaa akafanyia mambo ambayo hayafai katika Uislamu, bali yeye alikaa na akasaidia Uislamu. Ndugu mtazamaji, tunaendelea kwa kusikiliza dondoo kutoka kwa Ukhti Safia. Je, Ukhti Safia unaweza ukatuletea dondoo zozote ambazo zinapatikana katika maisha ya Khadija radhiallahu anha? Naam, asante sana Ukhti Khadija. Dondoo ambazo tunazipata katika darasa hii, kwanza ni kudumisha sana imani na subra kwa majaribu. Ndio. Ukhti Khadija, Ukhti Moza, tunajua kwamba kila mtu na mitihani yake. Tunajua kwamba kila mtu ana mitihani yake. Kuna mitihani katika familia. Kuna mitihani katika mujtama. Kwa hiyo katika mitihani ambayo tunayapata au pengine majirani, kwa mitihani ambayo tunayapata tunatakiwa kuyavumilia. Tusiwe katika kuvumilia kwetu tukao tunalalamika. Na subra yetu. Pengine unaweza ukamkuta mtu kwa sasa hivi, pengine unaweza mtu ukamkuta anavumilia au anakuwa na subra. Kapata mtihani anakwenda analalamika, mimi nina mtihani gani lakini navumilia, au mimi nina mtihani gani lakini navumilia. Kwa hiyo ile mitihani yake anaongea, yani katika kuvumilia kwake anakuwa anahadisia na kuongea. Na ukitazama Mwenyezi Mungu anasema wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema isiwe subra yako isipokuwa kwa ajili yake. Na wala usiwahuzunikie wala usiwe katika dhiki kwa wale wanaokufanyia. Kwa pengine wewe katika vile kulalamika kwako unaweza ukaenda ukamlalamikia mtu, pengine yule mtu unamlalamikia anapenda ile mitihani yako vile kukupata. Kwa tujitahidini sana kujipamba na hii subra, na katika kuifanya hii subra tusifanye isipokuwa kwa ajili ya Allah. Katika kulalamika tumuendee Allah katika kumuomba atuondoshe hii mitihani. Na kwa kuendelea ni kutafuta elimu na kuwa mfano na kuwa mchango chanya katika jamii. Ndio. Na hii ni pointi muhimu sana, kwa sababu kwa sasa hivi watu wengi wanaogopa sana kueneza elimu. Unaweza ukamkuta mtu katafuta elimu, ana elimu kubwa, lakini katika kueneza anaogopa. Anaweza kukwambia
anaweza akakwambia mimi naogopa, pengine anaogopa ataitwa ukhti au labda atasemwa. Unajua kuna mambo mingi. Anaogopa lawama kwa watu. Kwa utamkuta mtu ana elimu lakini kuieneza hawezi. Na ukitizama huku Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata fa bilisanihi fa in lam yastata fa biqalbihi dhalika adhafu al-iman. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia atakapoona mtu ovu aondoshe kwa nini? Kwa mkono wake. Na akiwa hawezi basi aondoshe kwa ulimi wake, yani aongee. Na akiwa hawezi kwa nini? Kwa kuchukia. Afanye nini? Achukie. Lakini ukitizama kwa sasa hivi watu wengi wanafanya nini? Wanachukia. Na hii tunaambiwa ni udhaifu wa imani. Imani yako inakuwa ni ndogo sana. Kwa sababu pengine mtu ana uwezo wa kuondosha kile kitu alichokiona, lakini anaogopa, anasema nachukia lakini siwezi kukiondosha. Kwa hiyo tujitahidini sana katika kutafuta elimu na kuieneza. Na katika kuieneza unaweza ukaanza nyumbani, majirani, inawezekana ukao unao, na katika kuieneza si lazima kwenda madarasani. Hata kwako tu unaweza ukaeka, kama sasa hivi Ramadhani, unaweza ukakaa kwamba asubuhi, mida ya asubuhi unaweza ukaeka kama masaa mawili, saa moja, wapo watu ambao hawezi kusoma Qur'ani, unasomesha Qur'ani. Na pia hii elimu inatusaidia, ambayo tunaieneza, inatusaidia mbele ya haki. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalatha, katika hivi vitu vitatu anasema akifa mwanadamu amali zake zote zinakatika isipokuwa vitu vitatu. Na hivi vitu vitatu akataja nini? Au ilmu yuntafa'u bihi, elimu ambayo inaleta manufaa ndani yake. Kwa hiyo hii elimu ambayo inaleta manufaa ndani yake inakuletea vipi? Ambapo utaisoma wewe, utaipata na kuieneza. Kwa hiyo utakapoieneza ile elimu siku ya kiyama inshallah inakuletea manufaa. Kwa hiyo tujitahidini sana katika kutafuta elimu na kuieneza. Lakini pia Ukhti Khadija, kuna jambo la muhimu sana ambalo tunatakiwa tulizingatie sana, hasa sisi watu wa sasa hivi. Kujenga ndoa katika maadili na heshima. Hili jambo hili tukiangalia kwa sasa hivi ni dogo sana, yani limepungua. Halipo sana kama lilivyokuwa zamani za Bi Khadija radhiallahu anha. Ni kweli. Tujitahidini sana kuzijenga hizi ndoa zetu katika heshima na maadili. Kwa sababu kama tunavyojua sisi ndo viona, sisi ndo jamii ya baadaye. Tukiwa sisi hatuheshimiani baina yetu, hatuna maadili, basi wale watoto wetu watasoma kutoka kwetu sisi. Mama hamheshimu baba, baba hamheshimu mama. Hivi na pengine hivi ndio ninavyotakiwa watu waishi. Na mtoto ataiga. Au kiwa wewe mama hujistiri, huvai vazi zuri, basi yule mtoto naye atakukalidi wewe. Kwa sababu mama ndio kioo. Atajua hivi ndio ninavyotakiwa. Lakini kwa sisi tunaishi kwa kuheshimiana. Tunaishi kwenye maadili mazuri, kwa kujistiri, basi yule mtoto naye atakuwa kama sisi. Lakini pia kwa kumalizia, tunatakiwa tutumie mali zetu katika mambo mazuri. Kama kusaidia Waislamu, kama tunavyojua hapa tulipo tuna mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hapo mbele inshallah baada ya hizo siku chache tutakabiliwa na Eid. Na kama tunavyojua katika Eid kuna zakatul fitri. Na kama tunavyojua zakatul fitri huwa inatolewa kabla ya sala. Kwa hiyo tujitahidini sana katika siku ile, kila mtu ajitahidi kuwa yeye wa mwanzo kutoa kabla ya mwenziwe. Ni kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia falyatanafasul mutanafisun. Na kushindana kwenyewe ndio huko, kushindana katika mambo ya khairi. Na kwa kumalizia, tujitahidini sana kwa kuzifuata hizi dondoo, kuwa na subra, imani, kuwa na mapenzi katika familia na kueneza dini, ili kuweza kufanikiwa katika duniani na kesho akhera insha Allah. Mwenyezi Mungu atusaidie tuwe miongoni mwa kuzifuata hizi sifa za Khadija radhiallahu anha. Asante sana. Asanteni sana Ukhti Sofia na Ukhti Moza kwa elimu yenu mliotupatia siku ya leo. Ndugu mtazamaji, nadhani umeelimika sana hasa katika maisha ya Khadija radhiallahu anha. Tumeelewa kuwa mtu hata kama kuwa wewe ni mjasiriamali una kipato kikubwa, basi haifai kumdharau mwenzio aliyokuwa yeye hana. Na vile vile ndugu mtazamaji, tujipambe sana na hizi sifa za Bi Khadija radhiallahu anha. Tuwe ni wenye subira, tuwe ni wacha Mungu, hasa katika huu mwezi wetu wa Ramadhani. Hivi sasa tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tujitahidi katika kusoma Qur'ani, tustaghfiru, katika kumsabihi Mwenyezi Mungu, pia katika ibada tushindane. Ndugu mtazamaji, na huu ndo mwisho wa kipindi chetu. Asante sana kuwa nami mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wake. Pia Allah tukutanishe katika kipindi kijacho inshallah. Ulikuwa nami mtangazaji wako Khadija Sinan Masudi, sambamba na muendesha kipindi wetu Ustaz Sudi Luheta. Ningependa kuomba radhi popote pale nilipokosea. Asanteni sana. Usisahau kushare, kulike, kucomment chaneli yetu ya Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.